Mchezo wa kirafiki baina ya Simba Sports Club dhidi ya Al Hilal umemalizika kwa Simba kupoteza kwa magoli 4-1 mara baada ya kupata ushindi wa mabao 2-1 kwenye mchezo ambao umepigwa siku 3 nyuma. Sasa ni mchezo ambao pia haukurushwa, lakini naweza nikawa na mtazamo binafsi kuhusiana na kile ambacho kinaweza kikawa kimetokea kwenye huu mchezo. Kwanza, mimi kwa mtazamo wangu huwa naamini matokeo huwa ni kitu cha mwisho kabisa zinapokuja mechi za kirafiki. Kila mtu anaweza akawa na mtazamo wake kwenye hili, lakini kwangu mimi matokeo kwa maana ya ushindi huwa ni kitu cha mwisho kabisa. Na nitawakumbusha watu kauli ya mwalimu wa Simba Dimitar Pantev mara baada ya kupata ushindi katika mchezo wa kwanza. Yeye alibainisha kwamba ule ushindi haukuwa muhimu kwake. Alikuwa anatazama zaidi kuangalia namna ambavyo ataweza kutengeneza brand ya mpira, namna atakavyoweza kuingiza falsafa yake, namna ambavyo Simba watapata matokeo katika njia ambayo yeye anaiamini na anaitaka. Kwa hiyo mimi pia huwa ni mtu ambaye nishawahi kuexpress kwa kiasi kikubwa sana kwamba matokeo huwa ni kitu cha mwisho kabisa kwenye swala la mechi za kirafiki. Na mimi nafikiri haya magoli 4 yanaweza kaonekana mengi, lakini kwa mtu ambaye alikuwa anafuatilia mechi za Simba msimu huu, kumekuwa na changamoto za kiufundi, hasa Simba wanapokuwa hawana mpira. Ili ni lazima tuliweke wazi, Simba wamekuwa na changamoto ya namna ambavyo wanazuia pale wanapokuwa wanaupoteza mpira. Umbali baina ya mistari yao umekuwa ni mkubwa, kumekuwa kuna kufikiwa kwa kirahisi kwa mabeki wa katikati, lakini mwisho wa siku pengine ni mambo ambayo yalihitaji mchezo kama huu ili mwalimu ajue anaweza kuanzia wapi. Lakini kwa wale ambao pia walibahatika kupata picha mgando za mchezo wa kwanza dhidi ya Al Hilal, walikuwa wanaona kwamba mara nyingi Simba walikuwa wanashambulia na idadi kubwa, half spaces zinabaki wazi, wanabaki mabeki wawili wa katikati tu, na kwa kiasi kikubwa sana Al Hilal walikuwa wanazipata nafasi katika mchezo wa kwanza, lakini walishindwa kuzitumia. Kwa hiyo huenda kipigo hichi kikawa na funzo kubwa sana kwa upande wa Simba, hasa katika namna ambavyo watakuwa na muundo mzuri wa kuzuia pale wanapokuwa hawana mpira. Kwa kiasi kikubwa sana Pantev anataka timu yake viungo wote wawe juu, kwa maana anacheza na 4-3-3, viungo wawili wote wawe juu, fullbacks wote wanapanda. Kwa hiyo nafasi inakuwa inaachwa kwa kiasi kikubwa sana pembeni ya uwanja, mabeki wanabaki wawili nyuma. Kwa hiyo huenda mwalimu akawa na uharaka na ulazima wa kutakiwa kujua ni namna gani ambavyo wataweza kukabiliana na changamoto ya kiufundi kwa upande wa Simba pale wanapokuwa hawana mpira. Kwa hiyo kila mmoja anaweza kaangalia namna ambavyo atakipokea hichi kipigo. Ni kipigo kikubwa, lakini ni mchezo wa kirafiki, haipaswi kuwa issue. Mimi nafikiri inaweza ikawa inawaweka kwenye mazingira mazuri Simba ya kujua ni namna gani ambavyo watahitaji kujiandaa kwa ajili ya mchezo wa kiushindani dhidi ya Nsingizini tarehe 19. Kwa hiyo ni sehemu ya kujifunzia, ni kipigo ambacho unakichukua kama sehemu ya kujaribu kwenda kuangalia wapi unaboresha. Kitendo cha Simba kuweza kupata matokeo kwenye mchezo wa kwanza ni wazi kwamba ipo sehemu yenye ubora ambayo Pantev anaweza kuendelea kuiboresha, lakini sehemu yenye udhaifu imeonyeshwa leo dhidi ya Al Hilal, na kwa kiasi kikubwa sana Dimitar Pantev atakuwa amepata picha ya namna ambavyo atatakiwa kuisuka Simba kuelekea kwenye michezo rasmi ya kiushindani chini yake.